Kuangamiza Wakenya zaidi, kufinya Wakenya zaidi. Njia ambazo John Mbadi anatafuta nazo pesa ya kufinance hiyo budget ni njia ambazo ni za kufinya Wakenya zaidi, kwa sababu John Mbadi anaweka excise duty ya 25%, excise duty ya 25% on new phones. Anajaribu kujustify, anasema oh, nimepunguza hii, nikapunguza hii, nikapunguza hii, ikabaki 25. Lakini Wakenya wanasema new phones must be completely zero rated. John Mbadi, new phones must be completely zero rated, because taxing new phones, taxing smartphones is taxing access to jobs, is taxing access to information, is taxing access to communication. Why is it that John Mbadi wants access to connectivity to be a privilege of the rich people? John Mbadi anataka access to information na access to connectivity ikuwe privilege ya matajiri. John Mbadi amekuja kuturudisha mahali tulitoka. John Mbadi hataki watu maskini wakuwe na simu. Anataka kuangamiza watu maskini wasikuwe na simu. 25% excise duty on new phones is unacceptable and it must be opposed. MPs must oppose it. Hapo nyuma, currently as we speak, it is only imported phones ambazo zinapigwa excise duty ya 10%. Only imported phones ndio zinapigwa excise duty ya 10%. Sasa John Mbadi analeta blanket excise duty on all new phones, anapiga excise duty ya 25%. Na tunajua hii Kenya, vijana wengi, millions of youths saizi wanategemea simu. Hawa vijana ambao serikali hawezi tafutia kazi, serikali imemaliza uchumi, vijana hawezi pata kazi. These young people have resorted to using their smartphones, to make a living. Young people in this country are using their smartphones in order to make a living. Vijana wametegemea simu, ile kitu tunaita digital and creative economy. Vijana wamerudi kwa digital and creative economy. Vijana wanafanya online writing. Vijana wanafanya content creation. Vijana wanafanya forex trading in order to make a living. Tena John Mbadi na Ruto wanafuata vijana kuangamiza kabisa. Hawataki vijana wakuwe online. They are taxing new phones so that vijana wasikuwe na simu. Kwani mnatakia nini vijana wa Kenya? Hamwezi kuwapatia kazi, wakija kwa streets mnawaua. Wakija kwa street kulalamika mnawaua. Wakisema okay, wache tukae kwa nyumba, tutafute kitu kwa mtandao, mnapiga hiyo simu tax. Simu ambayo ina cost 30,000. Ukiweka excise duty ya 25,000, hakuna mtu ata afford hiyo simu. Simu ambayo ina cost 20,000, ukiweka excise duty ya 25,000, hakuna mtu ata afford hiyo simu. Mbona John Mbadi mnachukia vijana wa Kenya? Why do you hate our young people in this country? You don't want to give them jobs. When they try to make themselves busy to get something online, munawafuata bado. You want to kill the digital economy and creative economy. You want to finish the digital and creative economy. You want to finish the digital and creative economy in this country. Na John Mbadi unafanya waiving. You are proposing to waive import declaration levy and railway development levy from imported phones. You want to help imported phones so that you are waiving or scrapping import declaration levy na railway development levy on imported phones. Lakini locally manufactured phones huwezi kuwafanyia hivyo. Why can't you extend the same benefits to locally manufactured phones in order to promote local manufacturing?
Why can't you do the same? Because companies kama Mkopa ambazo zinafanya local manufacturing of phones zinafanya kazi mzuri na zinasaidia Wakenya, zimefanya mpaka Wakenya, every Kenyan can access a smartphone. Lakini John Mbadi, ile trick unafanya, unataka kumaliza local manufacturing, upromote imports. Unataka wale watu wanatengeneza simu manufacturing locally simu, unawaangamiza. Unataka kupromote imports, phone imports ndio unasaidia. Kwa sababu kama una waive import declaration levy na una waive railway development levy from imported phones, unamaliza local manufacturing. John Mbadi, you must extend the same benefits to locally manufactured phones. Ama hii ni cartel ya import ya phone imports ndio inaleta hii policy shift. We are suspecting that wale watu wana influence hii policy shift ni wale watu ambao wana import simu kutoka nje wakileta Kenya. Because a government of sound mind, serikali ambayo inatumia akili, inafaa promote local manufacturing, sio promote imports. Lakini John Mbadi katika finance bill yake anataka kupromote imports, amalize local manufacturing. Pia munapiga tax kwa motorbikes, electric motorbikes na batteries. Electric motorbikes na batteries. Na tunajua bodaboda industry katika hii nchi, kwa sababu nyinyi serikali hamwezi tengenezea vijana kazi. Bodaboda industry katika hii nchi inalisha mamilioni ya Wakenya. Mamilioni ya Wakenya, zaidi ya 2 million Kenyans. Over 2 million Kenyans wanakula kutoka kwa bodaboda. Over 2 million Kenyans. Kwa sababu nyinyi mlimaliza uchumi ya Kenya, vijana wameresort kwa industry ya bodaboda in order to make a living. Hata graduates wanaendesha bodaboda, university graduates, ili wapate chakula. Lakini pia mnaingia hapo na tax, wanting to tax electric motorbikes and batteries. We are telling MPs, wabunge wetu lazima muende kwa hiyo bunge, you must scrap, you must zero rate new phones, you must scrap. Wabunge wetu tunataka kuambia hiyo 25% excise duty inawekwa kwa simu mpya, mutoe. Na tunataka kuambia Wakenya hawa wabunge, tuangalie kila mbunge, hiyo excise duty inawekwa kwa new phones itolewe mara moja. Hawa wabunge wakiongozwa na ule mbunge wa finance committee kwa bunge anaitwa Kimani Kuria, mbunge wa Molo, we are telling you as Kenyans, hiyo excise duty ya 25% on new phones toa, lazima itolewe. It must be zero rated. Wakenya waweze kuaccess simu, smartphone, Wakenya waweze kuaccess information, Wakenya waweze kuaccess jobs, Wakenya waweze kucommunicate. We are telling you MPs and we are watching you, lazima muscrap hiyo 25% excise duty on smartphones, lazima. Na pia ile tax ambayo imewekwa on electric motorbikes na batteries, wabunge mtoe vitu kama hizo ili kuwapatia Wakenya nafuu, kwa sababu Wakenya wamefinywa ya kutosha. Wakenya wamefinywa ya kutosha, and we cannot tolerate this anymore. Tena ile 16% munaweka kwa digital payments, lazima mutoe. Digital payments munaweka 16%. Hiyo ni kusukuma watu kwa cash economy. Hakuna mtu atakubali kuweka pesa kwa M-Pesa, aenda kulipa fare na M-Pesa, aenda kununua sukuma na M-Pesa. Munaturudisha kwa cash economy. Kama transaction ya kununua sukuma na M-Pesa itakuwa too high, munaturudisha kwa cash economy. Mbadi na Ruto mulipata Wakenya, kama Wakenya wameanza kutumia kitu inaitwa digital payments, a cashless economy. Wakenya walikuwa wanatumia Airtel Money, M-Pesa and so on kununua na kulipa fare na kulipa vitu zingine. Saa hizi mnasukuma Wakenya warudi kwa cash economy. Hakuna mtu atakubali kuweka pesa kwa M-Pesa, aenda alipe fare na M-Pesa, aenda anunue sukuma na M-Pesa.
mnatusukuma turudi kwa cash economy, mnatusukuma turudi kwa mattress banking, mnatusukuma turudi kwa mattress banking. Bwana, toeni hizo taxes kwa digital payments, kwa payment platforms. Toa hizo taxes zote, toa zote. Nataka kusema kwamba Bwana Mbadi, tunakuuliza hizo vitu ambazo tunasema urekebishe katika budget policy statement na katika finance bill. Rekebisha hizo vitu mara moja. Asante na Mungu awabariki. Ama tu occupy. Sijamalizia Kiberenge. Unasema aje? Ongea kwa mic. Ama tu occupy. Mwana occupy.